ya Samia Suluhu Hassan. Ni miaka minne sasa tangu awamu ya 6 imeingia madarakani. Yaliyofanywa ni mengi, lakini makala hii inaangazia sekta ya afya, hususan kwa watoto wenye magonjwa au matatizo ya kipekee. Tunafahamu kuwa kila mtoto anastahili huduma bora za afya, na katika miaka minne ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, hatua kubwa imepigwa ili kuhakikisha watoto hawa wanapata matibabu yanayostahili. Katika kuadhimisha miaka hii minne ya Mheshimiwa Rais, tutagusia sekta binafsi na sekta za umma kuona mabadiliko yaliyofanywa. Serikali imefanya juhudi kushirikiana na wadau katika sekta binafsi kutoa matibabu stahiki kwa watoto wenye uhitaji. Doris Mollel Foundation ni moja ya wadau hao. Mwanzilishi na mkurugenzi wa taasisi hiyo anaeleza jinsi taasisi ilivyoanza. Doris Mollel Foundation ilianzishwa mwaka 2015, lakini tulianza harakati za kuangalia changamoto hii ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati mwaka 2012, na ilianza kwa historia tu ya namna ambavyo mimi mwenyewe nimepitia changamoto hii ya kuzaliwa kabla ya wakati. Mama yangu mzazi alikuwa muuguzi, mpaka sasa ananishauri mambo mengi ambayo yalikuwa kwenye sekta yake na ambayo aliyaona kama changamoto. Alikuwa anafanya kazi katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na alikuwa akihudumia watoto wachanga. Kwa hiyo bahati nzuri naye akapata hao ambao watoto wachanga wenye changamoto mbalimbali. Kwa hiyo nilizaliwa kabla ya wakati nikiwa na pacha wangu, na kipindi kile mama ananiambia changamoto ilikuwa kubwa, lakini pia nafasi ya mama kumlea mtoto wake ilikuwa ni ndogo kwa maana ya muda, hasa kwa wale wakina mama ambao wanafanya kazi. Gharama tu za kumlea yule mtoto ni kubwa sana, lakini pia miundombinu ya hospitali nyingi nchini ilikuwa bado haijaweza kumhudumia mtoto anayezaliwa kabla ya wakati mwenye changamoto mbalimbali. Kwa hiyo kwa kipindi chake kile alikuwa ananiambia nilipata changamoto nyingi sana, kwa sababu nilizaliwa mimi mwenyewe nikiwa sina uwezo wa kupumua mwenyewe, sina uwezo wa kunyonya maziwa yake kwa sababu nilikuwa mchanga sana, nilikuwa na gramu 900. Pachangu alikuwa na 1.2 kg. Ilikuwa ni wakati mgumu sana kwake, na alikuwa kila wakati ananisimulia, ananiambia kwa sababu tu ulikuwa uwezi kunyonya maziwa yangu moja kwa moja, ili nilazimu mimi niweze kukamua, niweke kwenye syringe, pia kutokana na kile kiwango ambacho ninakijua, lakini pia nilikuwa naendelea kushauriwa na wenzangu nikupatie mpaka ukae sawa wewe ukiwa na mwenzako ambaye bado yupo pia pachangu naye anafanya kazi nyingine. Kwa hiyo kutokana na historia ambayo mama yangu alinipa, niliingia imani sana kuwasaidia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Serikali imefanya kazi kubwa katika kuhakikisha watoto wenye magonjwa adimu kama saratani ya utoto, kuzaliwa kabla ya wakati, magonjwa ya kurithi, matatizo ya moyo na mfumo wa fahamu wanapata matibabu bora. Tugusie watoto wanaozaliwa kabla ya muda na watoto wenye matatizo ya moyo. Kwa upande wa sekta binafsi, ushiriki uko vipi? Sekta binafsi ina mchango mkubwa sana kwenye kuboresha huduma za afya nchini, na kwa namna ambavyo tumeshirikiana na NGOs mbalimbali. Kwa mfano kwenye swala la likizo ya uzazi, ilikuwa ni kazi ya taasisi ya Doris Mollel Foundation, lakini kwa kushirikiana na NGOs zingine, kushirikiana na jukwaa la afya ya uzazi ambayo ina NGOs zaidi ya 190. Tunazungumzia Women Fund, tunazungumzia chama cha madaktari wa watoto wachanga, tunazungumzia trade unions kwa maana ya vyama vya wafanyakazi TUKTA na TUGE. Kwa hiyo ili kuweza kuboresha sekta ya afya, nguvu kazi kubwa sana inakutana kati ya sekta binafsi na serikali. Sisi sio mashirika, sisi ni mashirika ya ambayo sio ya serikali, lakini kwa namna gani ambavyo tumechangia kwa asilimia kubwa maendeleo ya huduma za watoto wachanga nchini, it's amazing. Yani ni kitu ambacho mimi mwenyewe nikikaa nyuma nikijiangalia najishangaa kwa namna ambavyo nimekuwa mchango mkubwa sana kwa taifa. Na nikiangalia namna ambavyo tulianza tukiwa tuko watatu, sasa hivi tuko 11 na tunaendelea kuongezeka kama vijana ambao tunafanya kazi kwenye taasisi hii. Kwa hiyo ni kitu cha kushangaza, lakini cha kumshukuru Mungu. Cha kushangaza kwa sababu ni kwa miaka 10 tu tumeweza kuokoa vifo vya watoto wachanga, na tumeweza kugusa maisha ya watoto zaidi ya 17,000 nchini. Tumeweza kuchangia vifaa tiba katika hospitali 85 kupitia tu kazi ambayo tunaifanya sisi. Na haiwi rahisi kama serikali haitengenezi mazingira bora. Na mazingira bora ni namna ambavyo kwanza nchi ina amani,
lakini pia wafadhili wanaiamini nchi kwa maana kisiasa, kiuchumi, namna ambavyo serikali ikiendeshwa kwa siasa safi, hata wafadhili na wenyewe wanaona hii ni sehemu salama ya kuwekeza. Kwa hiyo wanavyoleta fedha zao nchini na kuchagua wadau kufanya nao kazi ikiwemo kina sisi hapa, ina maana wameamini amani na mazingira ya siasa yaliyoko nchini, kwa sababu sisi ni sehemu ya hao mashirika ambayo yanapokea fedha kutoka nje, na ndio tunatimiza miradi hii ambayo inaonekana huko nje. Naizihijwa Majani ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo kwa watoto na ni mkuu wa kitengo cha kuhakiki huduma za ubora katika taasisi ya Jakaya Kikwete JKCI. Anaeleza aina ya matibabu ya moyo yanayowakumba watoto. Kwa upande wa watoto, wanasumbuliwa na matatizo ya aina mbili kuu za moyo. Aina ya kwanza ni matatizo ya moyo ya kuzaliwa, ambapo mtoto toka akiwa tumboni kunakuwa na kasoro zinazotokea, alafu moyo unaumbwa ulivyo visivyo, kwamba aidha unawezekana kwamba ukuta za moyo zile hazijatengenezwa vizuri, kwa mtoto anazaliwa na tundu kwenye moyo, au mishipa ya moyo inapishana, kwa hiyo mtoto anazaliwa na kasoro ya moyo. Na aina ya pili ni matatizo ya moyo yanayokuja baadaye baada ya mtoto kuzaliwa. Na moja ya matatizo ambayo yanakuja baadaye baada ya mtoto kuzaliwa ni ugonjwa ambao unaitwa rheumatic heart disease, ambao huu ugonjwa unaanza kwenye koo. Mtu anapata tonsillitis zile tunazozijua kama kawaida. Kuna bakteria ambao wakiwashambulia, zisipotibiwa vizuri zinaenda kuharibu zile valve, milango ya moyo, basi mtoto anapata tatizo la moyo. Na hili linawapata sana watoto ambao wako kwenye umri wa kwenda shule. Matatizo ya moyo ya kuzaliwa yanasababishwa na kasoro zinazotokea wakati mtoto akiwa tumboni. Na kasoro hizi zinapelekewa na sababu ambazo zinafanya mji wa mimba usiwe salama. Nini kinafanya mji wa mimba usiwe salama? Moja ni vyakula. Kwa mama mjamzito kama hajala vyakula ambavyo ni vina virutubisho vyote vinavyotakiwa, ana uwezekano mkubwa wa kuzaa mtoto mwenye tatizo la moyo. Lakini virutubisho vikubwa kuliko vyote ni folic acid. Hivi vidonge ambavyo tunatakiwa vitumike wakati mama akiwa mjamzito. Tumejaribu kuona hata tulivyokuwa Arusha tukifanya campaign, wamama wengi wanachelewa sana kunywa folic acid. Kwa sababu shida ni kwamba moyo wa mtoto unatengenezeka katika ile miezi mitatu ya kwanza. Kwa unatakiwa unywe folic acid kabla moyo wa mtoto haujatengenezeka. Kwa labda miezi 6 kabla hujabeba mimba na katika ile miezi mitatu baada ya kubeba mimba. Lakini nakuta mama wengi wanaanza kunywa folic acid labda mwezi wa 4 wa 5 wa 6, unakuta wamechelewa. Kwa hiki kimeng'enyo maalum hasa folic acid kimegundulika katika tafiti mbalimbali ni chanzo kikubwa cha kusababisha matatizo ya moyo. Lakini kitu kingine kinachofanya mji wa mimba usiwe salama ni vitu vikali, kwa mfano pombe. Kwa mama mjamzito anayekunywa pombe wakati wa ujauzito, especially miezi mitatu ya kwanza, ana uwezekano mkubwa wa kuzaa mtoto mwenye tatizo la moyo. Uvutaji wa sigara na magonjwa yote ya kuambukiza. Kama mama akipata homa kali ile miezi, especially miezi mitatu ya kwanza, kuna uwezekano mkubwa wa mama kuzaa mtoto mwenye tatizo la moyo. Serikali chini ya awamu ya 6 imeshiriki pakubwa katika kutoa elimu pamoja na vifaa tiba vinavyosaidia pande zote, yani sekta binafsi na umma, kufanikisha upatikanaji mzuri wa huduma kwa watoto. Sasa hivi ukiingia hospitali ya wilaya yoyote utakuta mama na mtoto na kuna kisehemu kimeandikwa chumba cha watoto njiti. Yaani hiyo ni kawaida. 10 years nyuma mimi nilikuwa nikiingia hospitali nasema tunakuja kusaidia vifaa vya watoto njiti, wanauliza sasa sisi tutaweka wapi? Yaani hawajajiandaa, hawajajipanga. Ilikuwa ni kitu kigumu. Lakini pia hata ukienda kuomba fund kutoka kwa au fedha kutoka kwa wadau mbalimbali ambao ni wanachangia kwenye vitu vingi, watasema tu kwanza hebu tuelezee watoto njiti ni nini, alafu changamoto zao ni zipi. Kwa hiyo nikichangia kifaa manake nini. Elimu ilikuwa ndogo sana miaka 10 nyuma. Lakini pia hata namna ya watu kuchangia sana kwa ajili ya huduma kama hizi ilikuwa sio kama ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo tunafurahia namna ambavyo kadri siku zinavyozidi kwenda uchangiaji mkubwa sana wa vifaa tiba umetokea kwa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Nafikiri umeona marathon, watu wanakimbia na wananunua vifaa kwa ajili ya kuchangia kwa ajili ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Unaona namna ambavyo hata pia wasanii wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana ya kufanya matamasha mbalimbali, wananunua vifaa tiba, wanachangia kwenye hospitali. Kwa sekta ya afya imesaidiwa naweza kusema kwa asilimia kubwa sana, yani kwa nguvu sana kwa kipindi hichi cha muda mfupi ambao Mheshimiwa Rais ameingia madarakani. Mimi peke yangu naweza tu nikasema niko proud na serikali yake kwa sababu moja kubwa. Nimeona namna ambavyo amefanya mapinduzi kwenye huduma za watoto wachanga, hususan hawa wanaozaliwa kabla ya wakati, wanaozaliwa na uzito pungufu, wanaozaliwa na maradhi mbalimbali. Wanaitwa sick newborns.
Sasa hivi ukiingia hospitali ya mkoa yoyote, ya rufaa, ukashuka kidogo ukaja hospitali ya wilaya, huduma za watoto njiti ziko kila sehemu. Yani sijui kama kuna hospitali ambayo haina hiyo huduma. Sana sana tu utasema tumeanzisha lakini tuna changamoto ya kifaa 1, 2, 3. Hiyo ipo kwa sababu ni kawaida. Uweze ukaweka vifaa vya thamani kwenye kila hospitali, na kwa sababu pia inaenda taratibu, naamini kwamba itaendelea kushuka kila sehemu, japokuwa pia wadau wamevutika wengi sana kuingia kwenye kusaidia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Naona mabenki, naona watu binafsi. Sisi hapa ofisini kila siku tunapokea msaada wa mtu binafsi au kama ni kampuni inatamani kuchangia kwa ajili ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Watasema tunatamani twende wapi? Nitaambia Mbagala kuna changamoto, hebu nendeni mkasaidie kule. Au Kibaha kuna changamoto, nendeni mkasaidie kule. Imefika hatua hata hizi klabu hizi, sijui baa, wanachangia kwa ajili ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Kwa hiyo ni kitu cha kufurahisha. Kwa miaka 4 tumeona uwekezaji mkubwa wa serikali kwenye vifaa tiba ambavyo vinasaidia kwenye matibabu na ugunduzi wa matatizo ya moyo. Kifaa cha kwanza ni kifaa cha catheterization ambacho kinatumika kwa ajili ya kuziba matundu ya moyo. Mara ya kwanza tulikuwa na kifaa hichi kimoja tu kwenye taasisi ya moyo, lakini baada ya kuingia Mheshimiwa Rais tukapata kifaa cha pili ambacho hiki kimewekwa maalum kwa ajili ya matibabu ya watoto. Kwa hiyo inawezesha madaktari wa watoto kwa wiki nzima kuweza kufanya haya matibabu. Wakati tuna kifaa kimoja kinaitwa cardiac catheterization, ilikuwa inabidi kupeana zamu. Kwa hiyo watoto walikuwa wanasubiri kwa muda mrefu, lakini kwa sasa kuna kifaa maalum ambacho kinaitwa cardiac catheterization ambacho kimetengwa maalum kwa ajili ya matibabu ya watoto na kinawezesha haya matibabu siku zote na wiki nzima ya juma watoto kuweza kupata matibabu. Lakini vifaa vingine ambavyo vimenunuliwa ni pamoja na echo mashine za kupima moyo, ultrasound za moyo, ambavyo vimewekewa pia vifaa maalum vinavyoweza kugundua sasa tatizo la moyo la mtoto toka akiwa tumboni. Kipimo cha fetal echocardiography kwa wenzetu duniani walianza kuanzia mwanzoni mwa miaka ya 2000 kufanya hayo machunguzi ya mtoto akiwa tumboni. Na kipimo hiki kina ugumu kwamba unatakiwa kuwa na skills, uwe na ujuzi maalum. Kwa lazima mtu amefundishwa kupata ujuzi maalum wa kutambua matatizo ya moyo ya mtoto akiwa tumboni. Kwa baada ya kufundishwa uwezekano upo, lakini kinahitaji mafunzo maalum, na kwa wenzetu wanavyofanya kunakuwa na timu ya kwanza ambao ni wale wanaofanya ultrasound za kawaida za watoto. Wanapewa mafunzo maalum, mara nyingi mafunzo yanakuwa ni mafupi tu, mafunzo ya wiki 2, wiki 3 kuweza kugundua vihatarishi vya mwanzo. Wale wakishagundua vihatarishi vya mwanzo wanawatuma sasa kwa sisi madaktari wa watoto, ambapo sasa tunafanya uchunguzi wa kina kwa kutumia mashine maalum kusema kwamba kweli kuna tatizo la moyo ama hapana. Kwa once mtu akishaweza kupata hiyo ujuzi then inawezekana. Kwa sasa ujuzi bado, mpaka sasa hivi ni daktari mmoja tu ambaye ameshapata hayo mafunzo maalum, na huyu daktari ameshaanza kufundisha pia na daktari mwingine wa pili, lakini tumejipanga kwenye taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ndani ya miezi 6 madaktari wetu 4 watakuwa wameshaweza kupatiwa huo ujuzi wa kuweza kugundua matatizo ya moyo ya mtoto tangu akiwa tumboni. Upatikanaji wa madaktari, vifaa vya kisasa, mafunzo pia vimeleta chachu ya maendeleo. Miradi mbalimbali imeruhusiwa na bajeti kutengwa kuhakikisha watoto wanatibiwa na kuwa na afya bora. Kwenye matibabu ya moyo kwa watoto hapa JKCI tunaona mafanikio makubwa na hatua kubwa kwenye upatikanaji wa huduma za watoto. Utajijua hapo mwanzo huduma za watoto zilikuwa hazipatikani kirahisi. Watoto wengi walikuwa wanategemea kwenda kusafiri nje ya nchi kwa ajili ya matibabu ya moyo, lakini kwa sasa 95% ya matibabu ya moyo kwa watoto Tanzania yanafanyika ndani ya nchi. Watoto wengi wanapata huduma na matibabu yamekuwa pia kwa asilimia kubwa, na serikali imekuwa ikigharamia matibabu haya kwa asilimia kubwa. Karibu 70% ya matibabu ya moyo kwa watoto yanagharimiwa na serikali, alafu mzazi anachangia zile 30%. Kwa watoto wengi wameweza kupata huduma za moyo, lakini tunachokiona kikubwa wakati tunatoa hizi huduma za moyo ni changamoto ya ucheleweshaji wa kugundua matatizo ya moyo kwa watoto. Watoto wengi wanakuja kwenye taasisi wana magonjwa ambayo yangeweza kutibika mapema, lakini unakuta kwamba wamekuja kwa kuchelewa, kwa wanashindwa kupata huduma. Sasa katika kutatua hilo changamoto ndipo tulipobuni huu mradi maalum wa kuweza kufanya magunduzi ya mapema kwa matibabu ya moyo kwa watoto. Moja, tumeendelea kutoa elimu katika vituo mbalimbali kuhamasisha watu kuhusu matatizo ya moyo na dalili, lakini
Cha pili ambacho ni kikubwa tumekifanya ni kuweza kugundua matatizo ya moyo ya mtoto kabla hajazaliwa, na tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kununua vifaa na mashine ambazo zimeweza kutusaidia kufanya huu ugunduzi wa matatizo ya moyo kabla mtoto hajazaliwa mapema. Kwa hiyo tulichokifanya Arusha ni kuenda kuzindua kampeni ya kugundua mapema matatizo ya moyo, kwa sababu matatizo ya moyo ni makubwa, lakini uzuri ni kwamba yakigundulika mapema karibu 90% yanaweza kutibika, lakini yakichelewa then kuna uwezekano mkubwa wa kupoteza maisha na kushindwa kufanya matibabu. Kwa kampeni yetu ya kwanza tulifanya Arusha, ambapo tuliweza kuwafikia wamama 198 ambao tuliwapima kipimo kinaitwa fetal echocardiography, ambao ni wajawazito kuanzia wiki ya 20, kuangalia kama wana uwezekano wa kuwa na changamoto ya matatizo ya moyo ya kuzaliwa tumboni. Na katika wamama 198 wamama 7 tuliwakuta wana matatizo ya moyo, ambapo tumeshapanga wapi watajifungulia na baada ya kujifungulia nini kifanyike na lini watoto wataletwa katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa ajili ya kufanyiwa matibabu yao. Kupitia mfumo wa taifa wa bima ya afya, serikali imeweza kugusa mahitaji ya walio wengi zaidi kutoka familia duni. Gharama za matibabu ya moyo dunia nzima ni za ghali sana, na taasisi yetu na serikali yetu pia ililiona hilo. Ndio maana kwa 70% ya gharama zote za matibabu ambao mtu anatakiwa kupitia matibabu ya moyo serikali imezichukua. Kwa hiyo tumewachia familia mzigo wa 30% za gharama ya matibabu. Takwimu zinaonyesha kwamba katika kila watoto 100 wanaozaliwa, mtoto mmoja anazaliwa na tatizo la moyo. Na kwa Tanzania kuna watoto karibu milioni 2 wanazaliwa kwa mwaka. Kwa katika watoto milioni 2, watoto karibu 14,000 watazaliwa na matatizo ya moyo. Na katika hao watoto 4,000 ndani ya mwaka mmoja watahitaji matibabu ya moyo. Kwa hawa ni watoto kwanza ni wengi sana, lakini pia gharama za kuwahudumia ni kubwa mno, na japo tunasema kwamba 30% imebaki kwa mzazi, lakini 30% huwa inaenda milioni 4 mpaka milioni 6. Bado wazazi wengi na familia nyingi hawezi kumudu hata hiyo 30% ambayo imeachiwa mzazi aweze kuichukua. Kwa hiyo upatikanaji wa bima ya afya kwa wote tunadhani itakuwa ni suluhisho kubwa la kuhakikisha kwamba kila mtoto ambaye amezaliwa na tatizo la moyo nchini anaweza kupata matibabu ya moyo. Na tunashukuru sana serikali kuchukua mzigo wa 70% ya gharama kugharimia wao. Kwenye upande wa bima ya afya, nakumbuka taasisi yetu imefanya kazi kubwa sana na serikali, bima ya afya, wamiliki wa kampuni za bima ya afya binafsi, sekta binafsi. Sasa hapo nazungumzia yale makampuni 7 ambayo yanatoa huduma ya bima za afya nchini. Tushirikiana nao na kujadiliana nao kwamba kwa namna gani wanaweza wao kuangalia vifurushi vyao vikaweza kuingiza gharama za mtoto ambaye anazaliwa kabla ya wakati. Sambamba na hilo pia insurance yetu ya taifa ya NHIF, namna gani wanaweza kuzikava hizi gharama za mtoto ambaye anazaliwa kabla ya wakati. Unajua ulikuwa unakuwa na bima, lakini kwa sababu zile gharama zilikuwa hazijaingizwa kwenye kifurushi, kwa hiyo ni ngumu kuweza bima kumkava yule mtoto. Kwa hiyo ilikuwa sasa wanaingia mfukoni. Na kumbuka kuna kipindi tulifanya harambee mpaka kutafuta milioni 200 kwa ajili ya kumlipia mtoto mmoja tu ambaye alizaliwa kabla ya wakati akiwa na gramu 450 na alikuwa na changamoto nyingi sana. Sasa alikaa mpaka hospitalini alikuwa miezi 6. Kwa hiyo kulikuwa kuna changamoto ya gharama na muda wa mzazi kumlea, na mengine ambayo alikuwa anampitia mwanamke pamoja na familia kiujumla. Licha ya mafanikio haya, bado kuna changamoto kama uhaba wa vifaa katika baadhi ya vituo vya afya pamoja na upatikanaji wa damu. Hizo operations za moyo zinahitaji damu kwa wingi sana. Mtoto mmoja unaweza kukuta wakati wa kufanya operation anahitaji chupa 6 mpaka chupa 8 za damu. Kwa hiyo nayo pia tunadhani kwamba kama wananchi wakijitokeza kusaidia upatikanaji wa damu ili hizo operations ziweze kwenda vizuri itasaidia sana. Kwa sababu sasa hivi vifaa tunavyo, taasisi ipo, wataalamu wamefundishwa, wapo, wana uwezo, lakini unaweza kukuta siku nyingine operation inashindikana kwa sababu tu ya upatikanaji wa damu. Changamoto ya mwisho ambayo naiona ni kubwa pia ni ucheleweshaji wa kugundulika kwa matatizo ya moyo. Kwa tunatoa rai kubwa sana kwa wananchi, lakini pia kwa madaktari na watu wa huduma wote ambao wako katika ngazi za chini, ngazi za hospitali ya mikoa, ngazi za hospitali ya wilaya, dispensaries, kuweza kuwa na umakini mkubwa sana wa kuhisi matatizo ya moyo ili waweze kuwaleta watoto mapema. Tukiletea mapema zaidi, uwezekano wa kuwasaidia mapema unakuwa mzuri kuliko wanapokuja wamechelewa, alafu namrudisha mzazi na kumwambia kwamba tulitakiwa tukufanyia operation ukiwa na mwaka mmoja sasa umechelewa, au ukiwa na mwezi mmoja sasa umechelewa. Kwa hiyo ile uhamasishaji wa wazazi lakini pia pamoja na watu wa huduma kuweza kuwaleta watoto mapema zaidi. Nikiwa natembea kwenye kazi zetu za kila siku, changamoto kubwa sana ambayo inaniumiza mpaka sasa
ni kwenye zahanati zetu. Unajua akina mama wengi, kwa sababu tunahamasisha waende kwenye zahanati mapema wanapogundua kwamba wamepata ujauzito, aende na baba. Sawa, baba anaweza asiende, lakini kikubwa ambacho nataka tukizungumzia ni nini? Wakina mama wengi wakifika zahanati, kwa sababu tu hakuna kifaa cha kujua mtoto anaendeleaje tumboni kwa maana ya ultrasound. Yani yule mtu wa huduma amuone mtoto mwenyewe anaendeleaje tumboni. Anaishia kutumia zile njia za kawaida ambazo zimezoeleka. Inampa shida kujua mtoto ana changamoto au hana changamoto. Lakini pia ni kwa wakati mdogo sana inajulikana mama anaweza kujifungua kabla wakati ya malaa. Au je, mama ana mtoto zaidi ya mmoja tumboni? Matamanio yangu ni kuona namna ambavyo huduma za watoto ambao wanazaliwa kabla ya wakati, wenye uzito pungufu na changamoto mbalimbali zinaweza kumfikia mwananchi hata yule aliyoko kijijini kule ndani kabisa. Katika kuboresha huduma kwa wengi zaidi serikalini, taasisi ya Jakaya Kikwete imeboresha miundombinu yake kwa kuongeza majengo zaidi. Watanzania kutokana na takwimu tunategemea kwa mwaka kuwe na watoto 4,000 wanaohitaji upasuaji wa moyo. Na hapa kwenye taasisi yetu ya moyo Jakaya Kikwete, kwa upande wa watoto tukijivuta sana, uwezo wetu ni watoto 300 mpaka watoto 400. Kwa hiyo kuna watoto wengine wengi, watoto 4,000 nilisema wanaohitaji. Kuna watoto wengi ambao bado hawawezi kupata hizi huduma. Kwa hiyo kuna uhitaji na serikali inafanya mchakato wa maalum kabisa kuongeza hizi huduma za upatikanaji wa matibabu ya moyo nchini. Sehemu ambazo zinaonekana karibu ziko zinajiandaa na madaktari wake wameanza kuandaliwa ni hospitali kwa mfano Benjamin Mkapa iliyopo Dodoma na hospitali ya Mbeya Referral. Tayari maandalizi yameshaanza kuanza kupeleka huduma sasa za upasuaji wa moyo kwenye maeneo kama yale. Kwa upanuzi wa huduma za moyo unaendelea nchini, na katika miaka ya karibuni, nadhani miaka 4-5 ijayo, tunaweza kuwa na hospitali nyingine 2-3 ukiacha taasisi ya moyo Jakaya Kikwete ambazo zinaweza kutoa upasuaji wa moyo kwa watoto nchini. Hakika miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais awamu ya 6 imeleta nuru kwa watoto wenye magonjwa au matatizo ya kipekee. Sekta ya umma na binafsi hufanya kazi kwa kushirikiana kusaidia jamii. Tunatamani kuona Tanzania ambayo inafanya mambo makubwa, na sofa kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais ameiwekeza kwa miaka yake 4. Sisi tunamshukuru kwa sababu kubwa moja, amekuwa akichangia kwenye taasisi yetu moja kwa moja fedha zake binafsi. Kila siku ya watoto njiti anachangia vifaa tiba vya hospitali husika ambao tunakuwa tumeichagua kwa kipindi hicho au kwa mwaka huo, na hajaishia tu kwenye hospitali peke yake, ameishia kwenye kuchangia hata kuboresha mazingira ya watoto ambao wanazaliwa kabla ya wakati. Nafikiri mliona hata namna ambavyo yule dada ambaye alimsaidia yule mtoto ambaye kaiko kifuani. Umeona namna ambavyo hata serikali imempa kazi. Naamini kwamba mpaka maamuzi yanafanyika kwenye level hiyo, kuna namna ambavyo mkono wake Mheshimiwa Rais umepita. Kama alipokea tuzo ile kwa kupunguza vifo vya mama na mtoto, tunaamini tuzo zingine zinazokuja atakuwa anapata kutokana na kupunguza vifo vya watoto wachanga nchini. Sasa hivi sisi kama taasisi tunajiandaa kuitangaza nchi yetu kimataifa, na tunajiandaa kwa kuitangaza kutokana na namna ambavyo wamesaidia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Kwa kikubwa wamesaidia watoto ambao wamezaliwa na uzito pungufu na watoto ambao wana changamoto mbalimbali, kwa sababu moja kubwa. Sasa hivi dunia nzima inaangalia namna ambavyo tutapunguza vifo vya watoto wachanga duniani, na Tanzania imekuwa mfano bora, kwanza kwa kupitisha sheria bungeni, pili kwa uwekezaji mkubwa. Serikali yetu imepitisha zaidi ya bilioni 23.36 kwa mwaka 2022, na sasa hivi limeongezeka. Nimeona tayari wametenga kutoka bilioni 23.36 sasa hivi imekuwa bilioni 30. Kwa hiyo sisi tunafurahi kwamba sasa uwekezaji umeanza kuwa mkubwa. Ni kwa namna pekee nchi yetu inaenda kuweka malengo makubwa sana, na itakwenda kufanikiwa kwa sababu itakuwa mfano kwa namna ambavyo inahudumia watoto wachanga. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka budget kwa ajili ya watoto njiti. Kwangu iko ni kitu kikubwa sana, na hata nikienda kwenye mikutano ya kitaifa tukianza kuzungumzia kwamba serikali yetu imetenga budget kwa ajili ya watoto njiti, wanabaki Tanzania is doing so good. Kwa hiyo unajisikia vizuri. Na sasa hivi tumeshafanya marekebisho ya sheria ya likizo ya wazazi. Mama wanaofanya kazi wanapata muda wa ziada
kumlea mtoto njiti, watu wanashangaa. Na nchi yetu itakwenda kujenga vyumba zaidi ya 100 katika hospitali za wilaya kwa ajili ya kuhudumia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, na imani itazidi kushuka huduma hiyo chini zaidi kwa wananchi kwa ajili ya kuboresha huduma hizi. Na sisi ambao ni wadau kwenye sekta hii kubwa ya afya, tuko tayari kufanya kazi na serikali kwa namna yoyote ile, lakini pia tuko tayari kuhamasisha sekta binafsi ziendelee kuwekeza kwenye kusaidia watoto ambao wanazaliwa kabla ya wakati, wenye uzito pungufu na wenye changamoto nyingine nyingi ambazo zinahitaji uangalizi maalum, zinahitaji uwekezaji wa tofauti. Kwa upande wa idara ya watoto, kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuendelea kuweka uwekezaji mkubwa kwenye matibabu ya moyo na kufanikisha matibabu ya moyo kwa watoto wengi sana nchini. Kwa sababu yeye binafsi pia, ukiacha zile 70%, kuna kipindi alitoa hata hela maalum tukaweza kuwasaidia watoto 100 kwa hela iliyoitwa Samia Suluhu Hassan Fund kuweza kuhakikisha matibabu ya moyo yanafanyika, kwa kumuondolea mzazi hata ile 30% iliyobaki. Kwa tunamshukuru sana kwa kuendelea kuwekeza kwenye taasisi yetu, kuendelea kuongeza budget ya taasisi ya moyo Jakaya Kikwete na kuweza kufanya upatikanaji wa vifaa tiba na kupanua haswa wigo wa matibabu ya moyo kwa watoto nchini. Wadau hawa wametoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwa mstari wa mbele kuendelea kugusa afya ya mama na mtoto. Kazi imefanyika, kazi inafanyika na kazi inaendelea.